Glad to see you. Habari. Ni siku njema sana ambayo Mungu ameifanya na ningetamani nikuhudumie tena siku ya leo kwa kukushirikisha kwamba msamaha wa Yesu Kristo hutupa uhai. Ninapozungumzia uhai, sizungumzii uhai wa kumuona mtu akiishi, nazungumzia uhai wa Mungu. Yapo maisha ambayo Mungu ameyakusudia kwa kila mtu aliyeko duniani. Kupitia kutokutii kwa Adamu, wanadamu wote tulipoteza uhai wa Mungu ndani yetu. Na uhai wa Mungu ninamaanisha experience au uzoefu wa tabia za kimungu katika maisha yetu. Kwa mfano, furaha ya Mungu haiwi determined, haiamriwi na mazingira au anachopitia. Kwa hivyo katika maisha yetu pia Mungu anatamani kwamba vinavyoendelea katika dunia vistawale amani yetu, kwamba amani yetu inaweza ikawepo hata tusipokuwa na vitu fulani ambavyo dunia inaita mafanikio. Ipo furaha, ipo amani, upo upendo, upo uvumilivu ambao ndio tabia za Mungu anazotaka ziwe katikati ya maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo kupitia msamaha wa Yesu Kristo, DNA ya Mungu huingizwa ndani yetu na sisi hupata maisha ya Mungu, kwa kitaalamu zoe. Zoe ni maisha ya Mungu. DNA ya Mungu huingia ndani yetu na kupata furaha isiyokuwa ya kawaida. Kinachowatofautisha Wakristo au watu waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao na watu ambao bado hawajampokea Yesu ni maisha walionayo ndani ya Kristo Yesu. Ni zawadi ambayo hupewa na Mungu. Ni utoshelevu wa kimungu ambao hauamriwi na pesa, ambao hauamriwi na magari au kitu chochote kinachoendelea. Umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, amini tu, amini nguvu ya msalaba, experience zoe.